uko na passport, uko na pesa ya ndege, lakini bado wanakuima visa. Licha ya kuwa unaweza kuwa na kila kitu pikiwemo pesa ya ndege, pesa ya hotel, labda kuna mtu ambaye anakuhost, uko na passport, uko na kila kitu, lakini bado unaweza kataliwa kupewa visa zaidi visitor visa. Inawezekana. Kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha uweze kunyimwa visa ya kuja Marekani au Canada au nchi zingine za Ulaya. Na moja ya sababu kubwa ni muda, na pia umaskini inaweza changia. Acha tuone. Hebu fikiria mtu ambaye hana simu, hajawahi kutumia mitandao yoyote, alafu anataka aende kufanya kazi Canada au Marekani. Jua ya kwamba maafisa wa immigration wanatumia system ya juu sana ya teknolojia ambayo wanayotumia kwa ku-identify wewe ni nani na nini unaenda kufanya huko. Acha tuone yale makosa madogo madogo ambayo mtu anafanya bila kujua, na hiyo inasababishwa aweze kunyimwa visitor visa, ambayo ni visa anazapewa ya kwenda katika nchi fulani, either Marekani au Canada, kwa muda mfupi. Karibu sana. Sababu ya kwanza inayosababisha kunyimwa visa ni afisa wakati anapotambua kwamba hauna sababu ngumu sana ama ambayo iko strong ya kusema kwamba unakuja katika nchi ya Canada au Marekani na unaweza kurudi katika nchi yako. Inaweza kuwa haujaonesha ushahidi wa kutosha kuhusu familia ambayo umeacha katika nchi yako, majukumu ambayo uko nayo, responsibility ambazo uko nazo, kazi, mshahara, au mambo mengine muhimu sana ambayo yanaweza kufanya usafiri uende katika nchi ya Marekani ama Canada na uweze kurudi tena. Kuna watu wengine wanasema kwamba wameoa, wameolewa. Ndio, hiyo ni addition point, inasaidia kiukweli. Lakini angalisho, unapokubaliwa kwenda katika nchi ya Marekani au Canada, bado hiyo kitu wataweka kwa system na wataendelea kutrack. Leo ama kesho usibadili hiyo msambo, iko very sensitive. Katika njia vitu gani unaweza onyesha ya kumuonesha ofisa kwamba uko na responsibility kubwa? Kwa mfano unaweza kumuonyesha offer, yani kazi, barua ya kazi, pia kuonyesha kwamba watoto wako wako shule na wameregistriwa shule. Pia unaweza kuonyesha marriage certificate ya kwamba umeoa ama umeolewa, na pia unaweza kuonyesha kwamba kuna biashara ambayo uko nayo na bado unaifanya hadi kwa sasa. So hizo sababu zinaweza onyesha kwamba bado unaenda katika nchi ya Marekani au Canada na unaweza kurudi, sababu huwezi kuacha hizo vitu. Sababu ya pili ni kutokuwa na pesa ya kutosha katika benki yako. Jua ya kwamba Marekani na Canada ni nchi tajiri sana na vitu viko bei kwa level ya juu. Kubook ndege au kubook hotel mahali kutafikia haijatosha. Maana kumbuka, malezi mazuri, yani ili uweze kukaa katika njia nzuri, inatakiwa kuwa na pesa. Pia hata yule ambaye anayekuhost au kukualika anatakiwa pia kuwa na pesa kwa akaunti yake. Mara nyingi watu wengi wanalazimika waweze kuonyesha bank statement kwa miezi misita, waonyeshe vile pesa ziliingia na zilitoka, na pia waonyeshe balance ambayo iko kwa bank account yao. Angalisho, watu wengi wanajaribu kufake document ya bank statement. Hii kitu iko na hasara kubwa sana. Jua kwamba maafisa wa immigration Canada, Marekani wameshajua tayari ile ujanja. Usijaribu kuwachezea akili yao. Pia kuna strategy wako nayo ili waweze kujua kwamba umefake document, na itakapojulikana kwamba umefake document ya bank statement, hiyo inaweza sababisha upewe reject, na si reject peke yake, bado unaweza kataliwa katika nchi zingine zote, kwa sababu watu wa immigration kwa sasa wanatumia system moja ambayo iko international. Wanaweza kujua kwamba umewekataliwa na nchi nyingine. Kumbuka, kabla uweze kufanya interview unaulizwa swali, je, umewahi kupewa reject au kuapply yani useme visa kwa nchi nyingine tofauti na hii nchi Marekani au Canada? Kumbuka kwamba Canada, US pamoja na Australia wanatumia database moja. Angalisho sana. Sababu nyingine ambayo inayosababisha ni kuwa na unclear travel purpose. Yani unasema kwamba unaenda Canada au unaenda Marekani au Australia, lakini haviko wazi sana, haujaonyesha invitation. Yani inatakiwa kuwa strong invitation letter kwa yule ambaye amekuhost, au hotel au itinerary, itinerary, yani vile njia, yani route, njia vile utatembea, hotel, vitu ambavyo utafanya. Kuna watu wengine wanataka kwenda huko. Sasa afisa anakuwa na mashaka, labda unataka uende huko alafu ufanye
sijui Pungulpay. Sasa inatakiwa kuwa wazi, unasema mimi naenda katika hotel fulani, unaonyesha booking, au kama kuna mtu atakuhost, huyo mtu pia naye akuwe na status ambayo inaeleweka, ambayo iko wazi, yani kila kitu chote kikiwe na mwangaza mzuri. Hapa inaweza sababisha afisa, inaweza mfanya afisa kukubali. Sababu ya 4 unaweza kataliwa ni travel history. Kuna wale watu ambao ndio mara kwanza wanataka kusafiri nje ya Afrika na wanataka kwenda mara moja Canada au Marekani. Na kumbe hujawahi kwenda Europe au hujawahi kwenda nchi nyingine tofauti. Sasa afisa wa immigration anakuwa na mashaka. Anajiuliza, huyu mtu anaenda huko hajawahi kusafiri. Anakuwa na mashaka kiukweli. Na labda unaweza kuwa pia umewahi kupewa reject au travel history yako ilikuwa mbaya kwa muda uliopita, basi bado tu ita affect maamuzi ya afisa wa immigration. Na sababu ya 5 inaweza fanya tena ukataliwe au kunyimwa visa ni kuhusu past refusal. Yani wakati ulikataliwa kwa muda uliopita na tena ukajaribu kufanya appeal na alafu umeshindwa kujitetea, kwa hiyo appeal tena unaweza kataliwa tena mara nyingine, mara ya pili, kwa sababu haukuwa makini kwa kusoma maelezo kwa nini waliweza kukukataa, ili uweze kurekebisha, ili uweze kucorrect, ili afisa aweze kukubalia. So hiyo inasababisha zaidi kwa undani. Jua ya kwamba kusafiri Canada, Marekani, Australia na au Europe, au maafisa wa immigration wanahitaji uweze kuwa convince, waweze kuelewa kwamba utarudi Afrika, mahali ambapo ulipotoka, ukiwaonyesha kwamba una responsibility au majukumu mengi uko nayo huko, pikiwemo kazi, familia, pesa zako, biashara yako na mambo mengi zaidi ambayo umeacha huko Afrika. Itawafanya waamini kwamba unakuja huko kwa muda mfupi na utarudi. Hiyo itafanya uweze kupata visitor visa bila shaka yote. Hata kama uko na mtu na kuhost, hata kama uko na pesa, hata kama uko na ticket ya ndege au umeshabuka hotel na uko na passport na vitu vingine, bado unaweza kataliwa ikiwa hutazingatia haya yote ambayo nimekuambia. Usisahau kulike, subscribe na kufollow na kushare na wengine waweze kusaidika. Watu wengi katika comment wameniambia niweze kuwa host baada ya kueleza kuhusu namna ya kusafiri Canada, Marekani kupitia visitor visa. Lakini kabla niweze kuwajibu, nataka niwafasirie mambo kadhaa ambayo itawasaidia. Karibu.